tena. Tunapokwenda kusikiliza mafundisho haya katika ibada hii, tujalie basi Bwana kuyaelewa na kuyafahamu yote. Ukatufundishe na kutupa kuyaelewa kwa lugha rahisi ambayo Roho Mtakatifu utatusaidia kuyaishi na kuyatendea kazi. Asante, maana maneno haya pia yataendelea kutujenga na kutupa nuru itakayotusaidia katika maombi yetu tunapolitafuta jina lako na kuliitia mahali hapa. Katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti aliye hai tumeomba tukiamini, amen. Tunaendelea na session yetu ya maombi katika siku yetu nyingine tena ya leo ambayo Mungu ametupa. Na jana tulikuwa na session ya kwanza ya maombi na tulijifunza na tukapata muda mzuri wa kuomba, na leo tutakuwa na ombi jingine la pili ambalo tutakwenda kuomba. Ombi letu ni ulinzi wa Mungu kwenye kila eneo la maisha yetu. Ombi letu la pili katika siku ya leo na katika ibada hii ni ulinzi wa Mungu kwenye kila eneo la maisha yetu. Na ninatamani sana nieleze na kufundisha kwa sehemu kwa habari ya ulinzi wa Mungu, ili angalau unapokuwa unaomba basi unaomba ukiwa na nuru ya neno katika eneo hilo. Bwana asifiwe sana. Mimi ninaamini katika jambo moja: ufanisi wa maombi ya muombaji katika kuleta matokeo hutegemea kina cha ufahamu wa neno la Mungu alionao. Narudia tena, ufanisi wa maombi ya muombaji katika kuleta matokeo hutegemea kina cha ufahamu wa neno la Mungu alionao katika jambo analoomba. Ufanisi wa muombaji katika kuleta matokeo kupitia maombi anayoomba hutegemea sana kina cha ufahamu wa neno la Mungu alionao kuhusu jambo analoliombea. Kwa hiyo tutakwenda kujifunza somo linaloitwa ulinzi wa Mungu kwenye maisha yetu. Na tutaanza na kitabu kile cha Ayubu sura ile ya kwanza na mstari ule wa 10. Ayubu sura ile ya kwanza na mstari ule wa 10. Biblia inasema, wewe hukumzingira kwa ukigo pande zote, pamoja na nyumba yake na vitu vyote alivyo navyo. Kazi za mikono yake umezibarikia, nayo mali yake imeongezeka katika nchi. Wewe hukumzingira kwa ukigo pande zote, pamoja na nyumba yake na vitu alivyo navyo, na vitu vyote alivyo navyo. Kazi za mikono yake umezibarikia, nayo mali yake imeongezeka katika nchi. Biblia inaonyesha kwa habari ya maisha ya Ayubu ya kwamba kuna siku moja shetani alipeleka malalamiko yake mbele za Mungu. Na nilipokuwa nikisoma maandiko hayo nikagundua ya kwamba shetani mara kadhaa alijaribu kutaka kuyashambulia na kuharibu maisha ya Ayubu, lakini kila wakati alipotaka kufanya mashambulizi aligundua kuna ulinzi wa Mungu kwenye kila alichokuwa nacho Ayubu. Ndipo anamwambia Mungu, unadhani Ayubu anakuabudu bure? Huyu mtu je, hajafanikiwa kwa sababu ulinzi wa Mungu umekuwa pamoja naye? Ndipo nilipogundua jambo hili ya kwamba ulinzi wa Mungu ni hitaji la lazima kwenye kila eneo la maisha yetu. Andika jambo hilo, litakusaidia. Ulinzi wa Mungu ni hitaji la lazima kwenye kila eneo la maisha yetu. Na baadaye tunapoendelea na maombi mwishoni kule, nitakuonesha maeneo kadhaa ambayo tutakwenda kuomba ulinzi wa Mungu kwenye maisha yetu. Amina. Ulinzi wa Mungu ni hitaji la lazima kwenye kila eneo la maisha yetu. Nitarudi tena baadaye kwa Ayubu. Naomba tuangalie kitabu kile cha Mwanzo 28 mstari wa 10 mpaka wa 16. Kitabu cha Mwanzo sura ile ya 28 mstari ule wa 10 mpaka mstari wa 16. Na kabla hatujasoma hapo, wakati ukiwa unaandika kwenye andiko la Ayubu ambalo tumemaliza, tunagundua ya kuwa Ayubu kumbe alifanikiwa na kuwa na baraka nyingi zenye kuonekana, kwa sababu si tu alikuwa na bidii, kwa sababu si tu alikuwa anafanya kazi sana, ila kwa sababu ulinzi wa Mungu ulikuwa pamoja naye. Naomba niwaambie kitu wanangu, katika maisha haya kuna watu wanapataga fedha, lakini kila wakati pesa zinapoingia na matatizo ndio yanaingia. Hamjawaona? Yaani wakati hana fedha kila kitu kinaonekana kipo sawa,
wakati akipata fedha ambayo atafanya mipango na maendeleo alionayo, unashangaa ndio magonjwa yanaingia, unashangaa ndio tatizo nyumbani linatokea, unashangaa ndio wanaambiwa shangazi kameza shoka. Tunagundua ya kwamba Ayubu kilichomfanikisha na kumwezesha haikuwa ishu ya kazi na nini peke yake. Shetani aligundua ya kwamba Ayubu anastawi na kuendelea kwa sababu ulinzi wa Mungu ulikuwa pamoja naye kwenye kila eneo la maisha yake. Ulinzi wa Mungu ni hitaji la lazima kwenye kila eneo la maisha yetu. Tusome sasa hapo Zaburi 28 mstari ule wa 10 mpaka mstari ule wa 16. Biblia inasema hivi, Mwanzo 28:10 mpaka 16, Mwanzo 28:10 mpaka 16. Biblia inasema, Yakobo akatoka Beersheba kwenda Harani, akafika mahali fulani akakaa huko usiku kucha, maana jua lilikuwa limekuchwa. Akatwaa jiwe moja la mahali pale, akaliweka chini ya kichwa chake, akalala usingizi pale pale. Tutulie kwanza. Biblia inaeleza habari ya Yakobo akimkimbia ndugu yake Esau ili asimuue. Anaelekea kwa mjomba wake Labani ili akayahifadhi maisha yake. Wakati wa jioni ulipofika, hawezi kuendelea tena na safari. Anaamua kuchukua moja ya jiwe ambalo analifanya kuwa kama mto, anakilaza kichwa chake. Wakati alipokuwa amelala, mistari inayokuja inatuonesha namna ambavyo Mungu akaanza kuzungumza naye. Mahali pale panaitwa Betheli. Yakobo alipolala, yeye aliliona jiwe. Kumbe pale palipokuwa na lile jiwe, miaka mingi iliyopita, babu yake mzee Ibrahimu alitengeneza madhabahu na kumtolea Mungu sadaka. Kwa hiyo yeye alizani amelala pakiwa hapana madhabahu, lakini madhabahu ilimjua, ikasema huyu ni wa kwetu, lazima tuzungumze naye ahadi ya Mungu kuhusu maisha yake. Yakobo angelijua kwamba pale pana madhabahu, asingelala. Huwezi kulala kwenye madhabahu. Lakini madhabahu aliyoitengeneza babu mzee Ibrahimu ikasema huyu tunamjua, ni wa kwetu. Ikaanza kuzungumza naye juu ya ahadi ambazo Mungu amempa. Kwa lugha rahisi ni nini? Mungu alikuwa anamwambia Yakobo hivi: ni kweli unaondoka ukimkimbia ndugu yako ukiwa hauna kitu. Ni kweli unaondoka kwenye nchi yako ukiwa ni kama mtu usiye na uelekeo, lakini ahadi yangu na uwepo wangu uko pamoja na wewe. Kesho njema ni haki yako. Biblia inasema akalala, mstari wa 12, akaota ndoto, na tazama ngazi imesimamishwa juu ya nchi, na ncha yake yafika mbinguni. Tena tazama malaika wa Mungu wanapanda na kushuka juu yake. Biblia inasema na tazama Bwana amesimama juu yake, akasema, sikiliza maneno hayo, mimi ni Bwana Mungu wa Ibrahimu baba yako na Mungu wa Isaka. Nchi hii uilalayo nitakupa wewe na uzao wako, na uzao wako utakuwa kama mavumbi ya nchi, nawe utaenea upande wa magharibi na mashariki na kaskazini na kusini, na katika wewe uzao wako jamaa zote za dunia watabarikiwa. 15 na tazama mimi nipo pamoja nawe, nitakulinda kila uendako. Naomba neno nitakulinda kila uendapo, nami nitakuleta tena mpaka nchi hii, kwa maana sitakuacha hata nitakapokufanyia hayo niliyokuambia. Yakobo akaamka katika usingizi wake akasema, kweli Bwana yupo mahali hapa, wala mimi sikujua. Mungu alipozungumza naye juu ya ahadi ambazo baba yake Ibrahimu alizipokea, baba yake mzee Isaka alizipokea, alafu anajitambulisha kwake ya kwamba mimi ni Mungu wa Ibrahimu babu yako na ni Mungu wa Isaka baba yako. Ngoja nikwambie, ilikuwa ni rahisi Mungu kujitambulisha kwa majina ya baba yake na babu yake, maana Yakobo alikuwa amefundishwa na wazazi wake kuhusu Mungu wao na ahadi za Mungu wao kwenye maisha yao. Moja ya kazi yetu kama wazazi tuliopo hapa
ni kumtambulisha Yesu wetu katika mioyo ya watoto wetu na kuwafundisha neno lake, ili Mungu aweze kujifunua na kuzungumza nao kirahisi, na iwe rahisi kumwelewa, iwe rahisi kabisa kumwelewa. Anasema mimi ni Mungu wa Ibrahim, ni Mungu wa Isaka. Nimekuja leo kukwambia ya kwamba zile ahadi nilizozifanya na wazee wako nitazitimiza na kuzifanya kuwa halisi kwenye maisha yako. Anamwambia leo unakimbia kama mtu mnyonge, lakini baada ya muda utarudi katika nchi hii ukiwa mtu mkuu sana, na ili eneo unaloliona mimi Mungu nitakupa. Ukiendelea kusoma maandiko vizuri utakuja kugundua baada ya miaka 20 Mungu aliyatimiza mambo haya kikamilifu, hatua kwa hatua. Nilichotaka ukione hapo ni ile neno Mungu alilosema, mimi Mungu nitakuwa pamoja nawe, nitakulinda kila uendapo. Naomba niwaambie watu wa Mungu, ahadi za Mungu bila ulinzi wa Mungu haziwezi kuwa halisi kwenye maisha yetu. Ahadi za Mungu bila ulinzi wa Mungu haziwezi kuwa halisi kwenye maisha yetu. Amempa ahadi alizozifanya na wazee wake, alafu anamwambia mimi Mungu nitakuwa pamoja nawe, nitakulinda kila uendako. Kwa nini? Kwa sababu ahadi za Mungu bila ulinzi wa Mungu haziwezi kuwa halisi kwenye maisha yetu. Ni jambo la msingi sana kuelewa na kufahamu. Kwa nini Mungu pia alimwambia ya kwamba nitakuwa pamoja nawe na nitakulinda? Ni kwa sababu kila baraka ambayo Mungu anaiachilia kwenye maisha yetu, adui huwa anajipanga kuhakikisha kwamba inaondoka na haiwi yetu. Narudia tena, kila ahadi au kila baraka ambayo Mungu anatupa kwenye maisha yetu, shetani huwa anapambana kuhakikisha inaondoka na haidumu kuendelea kuwa yetu. Ile kazi uliyoipata ile ambayo ni sehemu ndogo ya baraka ya Mungu kwenye maisha yako, adui ataendelea kufanya vita kuhakikisha hauwi nayo na haiendelei kuwa yako. Ile ndoa ulionayo ambayo unaona ni kama inaenda na kila kitu kiko sawa, usipoamua kuomba kwa habari ya ulinzi wa Mungu, mambo makubwa mawili yatatokea. Ni aidha mtaachana au utapoteza mwenzi wako mapema katika nyakati ambazo bado unamhitaji. Kila baraka ya Mungu kwenye maisha yetu, shetani hupambana kadiri iwezekanavyo kuhakikisha haiendelei kudumu kuwa yetu au kuendelea kuwepo kwenye maisha yetu. Na ndiyo maana ni muhimu sana kuomba kwa habari ya ulinzi wa Mungu. Na Biblia inamuita shetani kuwa ni mwizi. Mwambie mwenzako shetani ni mwizi. Lakini inaendelea zaidi, inamtaja shetani kuwa mharibifu. Utaona kwenye Yohana 10 na mstari wa 10. Yohana sura ile ya 10 na mstari wa 10 anasema, mwizi haji ila aibe na kuchinja na kuharibu. Mimi nalikuja ili wawe na uzima, kisha wawe nao tele. Yesu anasema shetani huwa anakuja ili kuiba. Mtu anaiba kile ambacho ni mali yako, lakini pia huwa anakuja ili afanye uharibifu kwenye maisha yetu. Ndiyo maana ni muhimu sana kuomba ulinzi wa Mungu katika kila eneo la maisha yetu. Ndio maana sasa tukaangalie maeneo muhimu kuomba ulinzi wa Mungu kwenye maisha yetu. Yako mengi na hatuwezi tukagusa yote, lakini kadiri Bwana atakavyotusaidia huko mbeleni, nitajitahidi baba yenu kuendelea kukufundisha ili unapoomba upate kuelewa na uweze kuona matokeo. Maeneo ambayo ni muhimu Mkristo kuomba ulinzi wa Mungu kwenye maisha yetu. Yako maeneo mengi sana, lakini tutagusa kwa sehemu maeneo kadhaa. Maeneo kadhaa. Eneo la kwanza ni ulinzi wa Mungu kwenye eneo la uhai wetu. Ulinzi wa Mungu kwenye eneo la uhai wetu. Ulinzi wa Mungu kwenye eneo la uhai wetu. Tunaposoma katika Biblia tunagundua ya kuwa
Ayubu kwenye sura ya kwanza, Mungu alipokuwa anazungumza na shetani na akijivunia Ayubu, kama ni msomaji mzuri utagundua ya kwamba aliomba ombi ya kwamba aguse mali na kila alichonacho, na Ayubu atamkufuru Mungu. Ukisoma yale maandiko vizuri utagundua baada ya vitu vyote hivyo vya Ayubu kuguswa, ambavyo vilikuwa vinahusisha mali na utajiri alionao, bado Ayubu aliendelea kumwabudu Mungu. Shetani hakuridhika. Kwenye sura ya pili akaenda tena kupeleka ombi jingine. Mara ya kwanza ombi lilikuwa ni mali alizonazo. Mara ya pili ameshinda, akagundua kwamba haitoshi. Kwa nini? Shetani atakushambulia na kuridhika siku atakapoona umeondoka duniani. Shetani atakushambulia na kuridhika siku tu atakapoona amefanikiwa kukuondoa duniani. Mara nyingi nimekuwa nawaambia hapa, uhai ukiwepo tumaini bado lipo. Mtu akiwa hai ana nafasi ya kubadilisha na kufanya mambo mengi kwenye maisha yake. Ndipo kwenye hiyo sura ya pili ya Ayubu utaona akaomba, akasema, ninaomba niguse afya yake, ninaomba niguse mwili wake. Mungu akamwambia hivi, sikiliza sasa, unaweza ukagusa afya yake na mwili wake, lakini usiguse uhai wake. Maana yake Mungu anamwambia, unaweza ukapiga kwa magonjwa, unaweza ukapiga kwa matatizo ya kiafya ya kila aina, lakini nakuomba jambo moja tu, nimekuwekea mpaka, hautagusa uhai wake. Tafsiri yake ni nini? Magonjwa yanaweza kuwa ndani ya mwili wa mtu, lakini ulinzi wa Mungu ukiwa juu ya uhai wa mtu, watakufa na kuondoka wengine, wanashangaa huyu bado anaendelea kuishi. Ndio maana huwa nawaambia watu, isikutishe ile kwamba umeambiwa una ugonjwa usiopona. Ayubu alipigwa na kuguswa kwenye kila eneo, lakini Mungu alishikilia uhai wake. Naomba niwaambie watu wa Mungu, uhai tulio nao ndio rasilimali ya kwanza ambayo inafanya maisha yetu kuwa na maana. Uhai ndio rasilimali ya kwanza ambayo Mungu ametupa na kuyafanya maisha yetu kuwa na maana. Ndio maana mwanadamu alipoumbwa kwa udongo, kabla hajapuliziwa na Mungu pumzi ya uhai, alikuwa ni kitu kisichoweza kufanya lolote. Ila ni Mungu alipopulizia pumzi ya uhai, ndipo mwanadamu akainuka na kuweza kufanya yote aliyotakiwa kufanya. Nataka nikuoneshe umuhimu wa kuombea kwenye eneo lako la uhai, kwa sababu ni moja ya mtaji muhimu ambao Mungu amekupa kwenye maisha yako. Nilipofahamu jambo hilo, nimekuwa nikizingatia na hata nimekuwa na washauri rafiki zangu wengi ambao ni wachungaji, ya kwamba ni uhai na afya tulizo nazo ndizo zitaamua umbali ambao Mungu atatutumia kwenye huduma na utumishi aliyotuitia. Kwa sababu eneo la afya likiguswa, linaathiri ufanisi wetu kwenye maeneo mengi katika maisha, ikiwemo eneo la utumishi. Na wakati mwingine watu wanaweza wakafikiri ya kwamba kujali eneo la afya yako ni kutokuwa na imani na Mungu. Mwambie mwenzako uongo. Ni muhimu sana, ni muhimu sana, ni muhimu sana. Naomba tuangalie kitabu cha Kutoka 23 mstari wa 25 mpaka mstari ule wa 26. Kutoka sura ile ya 23 mstari wa 25 mpaka mstari wa 26. Nataka nikuoneshe tu, ili tunapoomba kwa habari ya uhai ulione ni eneo nyeti sana ambalo linagusa maisha yako kwenye kila eneo, na lina mchango kwenye maisha yako ya rohoni na maisha yako ya mwilini. Anasema hivi, nanyi mtamtumikia Bwana Mungu wenu, naye atakibarikia chakula chako na maji yako, nami nitakuondolea ugonjwa kati yako. Hapata kuwa na mwenye kuharibu mimba wala aliyetasa katika nchi yako, na hesabu ya siku zako nitaitimiza. Anasema wala hapata kuwa na magonjwa katikati yenu. Alafu anasema nitaponya chakula, nitaponya maji. Kwa nini? Moja ya eneo linalobeba mauti na magonjwa kwenye maisha ya watu ni vinywaji na chakula. Mungu anasema nitaponya vyakula vyenu, nitaponya maji yenu. Alafu anasema na siku za kuishi kwenu
zitimiza. Maana yake magonjwa yana uwezo wa kuzipunguza siku za mtu za kuishi duniani. Nataka nikuoneshe ili unapoomba kwa habari ya uhai, usiombe ukiwa na huruma, omba ukiwa unakabiliana na adui katika eneo nyeti linaloamua mambo mengi sana kwenye maisha yako. Ni rahisi kuambiwa tuombe uzima na afya njema ikaishia hapo. My dear friend, shetani hajawahi kuwa rafiki yako. Ni lazima umkabili kwa kumaanisha, mpaka uhakikishe makusudi na malengo yake hayatimii kwenye maisha yako. Naomba niwaambie nyinyi watu wa Mungu, magonjwa yakiingia kwenye maisha ya mtu yanaharibu kila eneo la maisha yake. Hata uchumi wako hauwezi ukawa imara tena. Na bahati mbaya ni kwamba watu wengi katika jamii zetu ni watu wenye vipato vya chini, watu ambao Mungu asipozilinda afya zao, magonjwa yataondoa uhai wao. Hivi mnajua kuna watu wanatibiwa, mtu anaambiwa kwenye kila wiki akienda kliniki, kwa mfano anatakiwa kulipa milioni 2. Wewe unayo? Unayo wewe? Milioni 2 ya kila wiki unayo? Waulize watu wenye matatizo ya figo na nini, unapokwenda kufanya dialysis sijui nini. Waulize gharama yake sio ndogo, ni kubwa. Watakuwekea tu matangazo hawa jamaa tunatibu na nini na nini, ni kweli, lakini gharama hawakusaidii. Eneo la kwanza muhimu pia kuombea kwenye maisha yako kwa habari ya ulinzi wa Mungu ni ulinzi wa Mungu kwenye eneo la uhai wako. Mwambie Mungu, ponya kila chakula nitakachokula. Ponya, yani ndo nakuonesha prayer tips hizo. Ponya vyakula nitakavyokuwa nakula. Ponya maji na vinywaji nitakavyokuwa natumia. Nisaidie kuwa na nidhamu ya kula vyakula vyenye afya kwenye maisha yangu, na sio vyakula vyenye kuongeza sumu kwenye afya yangu. Andika, mimi sio daktari, ila ndo nakwambia sasa ombi la msingi unapoomba ulinzi wa Mungu kwenye afya. Tumesema jambo la kwanza, mwambie Bwana, ponya chakula nitakachokuwa ninakula. Jambo la pili, ponya vinywaji nitakavyokuwa ninavitumia. Ponya vinywaji nitakavyokuwa ninavitumia. Jambo la tatu, nisaidie kutengeneza nidhamu ya kula na kunywa vitu vyenye afya kwenye mwili wangu, na sio vinavyoongeza sumu kwenye afya yangu. Mwambie Mungu, nisaidie kutengeneza nidhamu katika eneo la chakula, kula vyakula vinavyosababisha afya kwenye mwili wangu, na sio vinavyosababisha sumu kwenye afya yangu. Maana kama utaomba sana lakini hautakuwa na nidhamu kwenye eneo la kula, Biblia inasema watu wangu wanaangamizwa kwa kukosa maarifa. Haina maana kula vyakula kwa utaratibu mzuri ni kutokumwamini Mungu. Hapana, ni kuzingatia kanuni ambazo Mungu ameziweka, tukiendelea kumuomba na kuliitia jina la Bwana. Hata usiposema amen, ndio amen, ndio hivyo. Ulinzi wa Mungu kwenye maisha yetu. Naomba tuangalie Zaburi 91 mstari wa 3 mpaka mstari wa 7. Zaburi sura ile ya 91 mstari ule wa 3 mpaka mstari ule wa 7. Na kuna level fulani ya umri ukishafika, kuna baadhi ya vitu ni lazima uamue kuachana navyo, hata kama hauna tatizo la kiafya kabisa. Na bado unakuwa umeokoka na Yesu ni Bwana na mbinguni unaingia. Amen. Zaburi 91 mstari wa 3 mpaka wa 7 anasema hivi: maana yeye atakuokoa na mtego wa mwindaji na katika tauni iharibuyo. Anasema Mungu atakuokoa na mitego ambayo adui huwa anaiweka ili kushambulia uhai wa watu. Ombi jingine, Bwana niokoe na kila mtego ambao adui ameuweka ili kuondoa uhai wangu. Bwana nisaidie au niokoe na kila mtego ambao adui ameuweka ili kuondoa uhai wangu. Tuendelee hapo.
Anasema maana yeye atakuokoa na mtego wa mwindaji na katika tauni iharibuyo. Unajua tauni ni yale magonjwa ya kuambukiza Yes, anasema Bwana atakuokoa. Mwambie Mungu, mwaka huu ninaomba nilinde na kila magonjwa ya kuambukiza. Anasema atakuokoa na kila tauni iharibuyo. Ninajua wakati wa corona ili andiko watu wengi waliliomba na walielewa maana yake. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Nazungumza yako magonjwa ya namna nyingi sana ambayo ni ya kuambukiza. Mimi siko hapa kufundisha masuala ya magonjwa ya kuambukiza na yasiyoambukiza, ila nakwambia tu ya kwamba yapo na ni vizuri zaidi kumuomba Mungu akuponye nayo. Yako mengine yanaambukizwa kwa watu kwa njia ya damu, wengine kushikana mikono na katika namna nyingi sana. Na wengine mpo kwenye ndoa hata wenzi wenu hawajaokoka. Inawezekana you are too faithful, lakini kwa kiwango gani mwenzako ni mwaminifu? Mwambie Bwana tulinde na kila magonjwa ya kuambukiza. Ninayapiga marufuku kuja kwenye nyumba yetu kwa jina la Yesu. Mstari wa 4 anasema, kwa manyoya yake atakufunika, chini ya mbawa zake utapata kimbilio. Uaminifu wake ni ngao na kigao. 5, hutaogopa hofu ya usiku, wala mshale urukao mchana, wala tauni ipitayo gizani, wala uwele uharibuo adhuhuri. Ijapo watu 1000 waanguka ubavuni pako, naam 10,000 mkono wako wa kuume, hata hivyo hautakukaribia wewe. Anasema hivi, ijapo tauni itapita na watu 1000 wataanguka ubavuni pako, 10,000 mkono wako wa kuume, hayo mambo hayatakufikia. Ombi jingine, mwambie Bwana, jina langu halitakuwa miongoni mwa wafu katika mwaka huu. Jina langu na mume wangu kama umeolewa na watu wa nyumbani mwangu halitatajwa miongoni mwa wafu katika mwaka huu. Anasema kwa macho yako utaona. Niliomba sana ili ombi wakati wa corona. Nilipoona watu wakiwa wanakufa na kupoteza uhai, tulikuwa tukiomba na mke wangu na kusema, katika jina la Yesu tunautangazia mwaka wetu ya kwamba majina yetu hayatatajwa miongoni mwa wafu mwaka huu. Ni jambo la msingi sana. Eneo jingine la pili muhimu kuomba kwa habari ya ulinzi wa Mungu ni ulinzi wa Mungu dhidi ya mitego ya adui iliyowekwa kuharibu maisha yetu. Ulinzi wa Mungu dhidi ya mitego ya adui iliyowekwa au iliyofichwa ili kuharibu maisha yetu. Mitego huwa haiwekwi tu, inafichwa. Ulinzi wa Mungu dhidi ya mitego ya adui iliyofichwa ili kuharibu maisha yetu. Ayubu 18 na mstari wa 10, Biblia inasema hivi. Ayubu sura ile ya 18 na mstari wa 10, Biblia inasema hivi, amefichiwa tanzi chini na mtego amewekewa njiani. Amefichiwa tanzi chini na mtego amewekewa njiani. Tunasema ombi jingine tunapoomba ulinzi wa Mungu au tunapoomba kwa habari ya ulinzi wa Mungu ni ulinzi dhidi ya mitego ya adui iliyofichwa ili kuharibu maisha yetu. Watu wa Mungu, mitego huwa haiwekwi wazi, kwa sababu ikiwekwa wazi mtu yoyote anaweza kuiona na akaiepuka. Maana yake mitego huwa inafichwa. Mwambie Bwana, nisaidie kuniokoa na kila mtego ambao adui ameuweka ili kuharibu maisha yangu. Zaburi 141 mstari wa 9 na wa 10. Umeanza kuelewa kwamba tunapoombaga ulinzi wa Mungu tuna mambo mengi ya kuomba Ndiyo. Zaburi sura ile ya 141 mstari wa 9 na mstari wa 10. Biblia inasema, unilinde na mtego walionitegea na matanzi yao watendao maovu. Wabaya na waanguke katika nyavu zao wenyewe, pindi mimi ninapopita salama. Anasema unilinde na mitego ambayo adui ameweka, walioweka na iwapate wenyewe, pindi mimi ninapopita salama. Maana yake anasema ulinzi wa Mungu na uwe pamoja nami, ukanilinde kwenye kila mtego uliokusudia kuharibu maisha yangu, na Bwana ukanilinde niwe salama. Okay. Mithali 7:22 mpaka 23.
Kwenye maeneo ya kazi kuna mitego iliyokusudia kuharibu maisha yetu. Kwenye mahusiano kuna mitego ya adui iliyokusudia kuharibu maisha yetu. Nimewahi kuwaona vijana waliokuwa na ndoto kubwa, mabinti waliokuwa na ndoto kubwa za maisha ya rohoni na mwilini, walipoingizwa kwenye mtego unaoitwa ndoa, wakashindwa kutambua mapema, kudisani mapema. Mwisho wa siku maisha yao yaliharibika. Ndoa ni wazo la Mungu, lakini ukikosea ni mtego unaoweza kuvuruga maisha yako yote yaliyobaki duniani. Nimewaona rafiki zangu ambao walikosea kwenye hilo eneo. Wana upako, wana neema, lakini wanahangaika sana katika kumtumikia Mungu. Kwa nini? Aina ya watu walioingia nao kwenye agano la ndoa hawakujua kama ulikuwa ni mtego kwa huduma zao. Nimewaona watu ambao walikuwa na mioyo mizuri, lakini walipoingia kwenye mtego huo na kuharibikiwa kwa kuumizwa na kujeruhiwa mioyo yao, waligeuka kuwa watu wabaya, ambapo mtu akiwaona hawezi akaamini ukiwaelezea walivyokuwa miaka iliyopita. Mithali 7:22 mpaka 23 anasema, huyo akafuatana naye mara hiyo kama vile ng'ombe aendavyo machinjoni, au mpumbavu kuadhibiwa katika pingu, hata mshale umchome kama maini, kama ndege aendaye haraka mtegoni, wala hajui ya kuwa ni hasara ya nafsi yake. Ukisoma hiyo mistari kwa nyuma pale, Biblia ilikuwa inaeleza habari ya kijana mmoja mpumbavu asiyekuwa na akili. Mfalme anasema, nalikaa chumbani kwangu, kutokea dirishani nikamuona akiwa anaendelea kwenye mishe zake, akutana mwanamke mmoja mwerevu ambaye alikuwa ni mke wa mtu, lakini alikuwa ni kahaba. Biblia inasema akaongea naye, akambembeleza, na kwa ubembelezi mwingi akakubali kwenda kuzini naye. Ndipo anakuja kwenye hii habari, anasema hakujua ya kwamba anaenda kama vile ng'ombe aendavyo machinjioni, au mpumbavu kuadhibiwa katika pingu. Anasema hata mshale umchome maini, kama ndege aendaye haraka mtegoni, wala hajui ya kuwa ni hasara ya nafsi yake. Kwenye kila eneo la maisha adui huwa anaweka mitego itakayoleta madhara kwenye maisha yetu. Mithali 22 mstari wa 24 mpaka 25. Mithali 22 mstari wa 24 mpaka 25. Biblia inasema hivi. Mithali 22:24 mpaka 25. Usifanye urafiki na mtu mwenye hasira nyingi, wala usiende na mtu wa ghadhabu nyingi, usije ukajifunza njia zake na kujipatia nafsi yako mtego. Anasema kuwa makini na aina ya marafiki unaowatengeneza kwenye mzunguko wako. Watu hawa wanaweza kutumika kama sehemu ya mtego wa adui kuharibu maisha yako. Anasema kuwa makini nao. Naomba niwaambie kitu wanangu kitakachowasaidia. Aina ya watu tulioamua kuambatana nao kwenye maisha wana mchango wa sisi kuweza au kushindwa kwenye maisha. Biblia inasema enenda pamoja na wenye hekima, nawe utakuwa nayo hekima, bali rafiki wa wapumbavu ataumia. Anamwambia mwanangu, usiambatane na watu wenye hasira, usije ukaingia kwenye mtego ukaharibu maisha yako. Angalia Kutoka 34 na mstari wa 12. Anasema hivi, ujihadhari nafsi yako, usije ukafanya agano na wenyeji wa nchi ile unayoiendea, lisiwe mtego katikati yako. Mungu anamwambia wana wa Israeli, mnapoenda kwenye nchi ya ahadi yenu, natamani maisha yenu yasiharibikiwe, na haya ndiyo maelekezo ninayowapa, msije mkafanya agano na wenyeji wa nchi, isije ikawa ni mtego kwenye maisha yenu. Angalia Samueli wa kwanza 18 na mstari wa 21. Samueli wa kwanza 18:21 anasema, naye Sauli akasema moyoni, mimi nitamuoza huyu awe mtego kwake, tena kwamba mkono wa Wafilisti uwe juu yake. Basi Sauli akamwambia Daudi mara ya pili, leo utakuwa mkwe wangu. Sauli amemtafuta Daudi mara kadhaa kumuua, ameshindwa. Akaamua kuutega mtego kupitia ndoa. Kumbuka, Daudi alivutiwa zaidi na yale maelezo ya watu alipoambiwa
mtu atakayemuua Goliati atafanyiwa nini? Akaambiwa mfalme atampa binti yake awe mke wake. Daudi akasema imeisha hiyo. Baadaye akaendelea akawa anafanya majaribio ya kumuua, ikashindikana. Ndipo Biblia inaeleza ya kwamba Sauli akasema, njia rahisi ya kumuua Daudi ni mimi kumpa binti yangu awe mke wake. Ni kama zawadi ni kama nafasi ni kama fursa Si hata wewe ambaye hujaolewa ungetamani iwe hivyo, si ndio mbona mnajikausha jamani? Kumbuka alikuwa anasema anapewa binti wa mfalme. Biblia inasema hivi, akati anampa akasema, nitampa awe mtego kwa Daudi. Maana yake Daudi alipokuwa anapokea mke, aliona anapokea mke, lakini kumbe alikuwa anapokea sehemu iliyokusudia mauti yake mwenyewe. Hamjawasikia watu ambao wameuliwa na mume wake usiku, asubuhi watu wamekuta maiti? Wakati wanafunga ndoa na harusi, aliyeolewa alijua kwamba nimepata, lakini kumbe ilikuwa ameipokea na kuikaribisha mauti yake mwenyewe. Ombi jingine la kuomba kwenye hilo eneo, Roho wa Bwana fungua ufahamu wangu wa ndani kuziona hatari ambazo adui anazileta kama fursa. Roho wa Bwana nijalie ufahamu na nuru ndani yangu kuziona hatari ambazo adui anazileta kama fursa. Roho wa Bwana nijalie nuru na ufahamu ndani yangu wa kuziona hatari ambazo adui anazileta kama fursa. Watu wa Mungu, mitego siku zote inayokuja kuharibu maisha huwa inafichwa. Unaona huu mtego wa mauti ulivyofichwa kwenye zawadi ya kupewa binti wa mfalme? Yes. Kwenye kila eneo la maisha adui akileta mtego huwa hauweki wazi. Anajitahidi sana kuutengeneza kwenye mazingira ya kuvutia ambayo yatakufanya usitilie mashaka yoyote lile jambo linapokuja na kukutaka ufanye maamuzi. Eneo la tatu muhimu kuombea kwa habari ya ulinzi wa Mungu. Eneo la tatu muhimu kuomba kwa habari ya ulinzi wa Mungu ni la tatu, si ndio? Tunaingia la tatu Yes, ni ulinzi wa Mungu kwenye eneo la uchumi wetu. Ulinzi wa Mungu kwenye eneo la uchumi wetu, kwenye mabano utaandika kazi au biashara. Ulinzi wa Mungu kwenye eneo la uchumi wetu, kwenye mabano kazi au biashara. Naomba niwaambie kitu watu wa Mungu. Mungu amekusudia kila kazi tunayoifanya itupe faida kwenye maisha yetu. Mungu amekusudia kila shughuli ya kiuchumi tunayoifanya itupe faida kwenye maisha yetu. Mungu amekusudia kila shughuli ya kiuchumi, iwe ni kazi au biashara unayoifanya, ilete matokeo fulani kwenye maisha yako. Lakini pia Mungu amekusudia kila matokeo yanayopatikana kwenye kazi yako uyafurahie kwa muda mrefu. Jambo la pili, Mungu amekusudia kila matokeo unayoyapata kwenye kazi au shughuli unayoifanya uyafurahie kwa muda mrefu. Nimeongea mambo makubwa mawili hapo. Jambo la kwanza, Mungu amekusudia kila shughuli ya uchumi tunayoifanya itupe faida, na ile faida tunayoipata tuifurahie kwa muda mrefu. Tunaenda pamoja watu wa Mungu? Tunaelewana kanisa la Bwana? Sasa shetani akishindwa kuzuia unachokifanya kukupa faida, atahakikisha anazuia usifurahie matokeo unayoyapata. Shetani akishindwa kuzuia unachokifanya kushindwa kukupa faida, kikakupa faida kwenye maisha yako, iwe ni kazi, iwe ni biashara, iwe ni elimu, akishindwa kukuzuia, atahakikisha matokeo uliyoyapata hauwezi kuyafurahia kwenye maisha yako. Isaya 65 mstari wa 21 na wa 24, tuanzie hapo. Isaya 65 mstari wa 21 na mpaka mstari wa 24, anasema hivi: nao watajenga nyumba na kukaa ndani yake,
watapanda mizabibu na kula matunda yake. Hawatajenga akakaa mtu mwingine ndani yake, hawatapanda akala mtu mwingine. Maana kama siku za mti ndivyo zitakavyokuwa siku za watu wangu, na wateule wangu wataifurahia kazi ya mikono yao muda wa siku nyingi. Hawatajitaabisha kwa kazi bure, wala hawatazaa kwa taabu, kwa sababu wao ni wazao wa hao waliobarikiwa na Bwana, na watoto wao pamoja nao. Na itakuwa ya kwamba kabla hawajaomba nitajibu, na wakiwa katika kunena nitasikia. Anasema hivi, hawatafanya kazi na wasipate matokeo kwenye kila wanachokifanya. Ombi la kwanza, mwambie Mungu, nipe kuona faida katika kila shughuli ya kiuchumi ninayoifanya. Nipe kuona au kupata faida katika kila shughuli ya kiuchumi ninayoifanya. Elimu yako imebeba sehemu ya uchumi wako, maana ni taaluma itakayokupa kazi kwenye kesho yako. Iambie elimu yako hautazaa mapoza. Kazi au biashara unayoifanya imebeba sehemu ya matokeo kwenye maisha yako. Anasema hawatapanda mizabibu na wasile matunda yake. Inawezekana haulimi, lakini kuna shughuli unaifanya. Mungu anasema taabu yako haitakuwa bure. Haitakuwa bure. Haitakuwa bure. Ulinzi wa Mungu kwenye eneo la uchumi wetu, maana yake Mungu anakulinda na kila aina ya hasara iliyokusudia utumie nguvu lakini usione matokeo. Ombi la pili katika hilo eneo, anasema hivi, na wateule wangu wataifurahia taabu ya mikono yao muda wa siku nyingi, si ndio? Ombi la pili, Mungu nipe uzima kwa muda mrefu, ili nifurahie sehemu ya baraka ambazo utaziachilia kwenye maisha yangu. Mungu nipe uzima na miaka mingi ya kuishi, nifurahie baraka ambazo Mungu utaziachilia kwenye maisha yangu. Unasomesha watoto, ni vizuri umwambie Mungu, leo ninahangaika kupata ada, ninatumia nguvu kubwa kuwekeza kwenye maisha ya hawa watu. Bwana nisaidie, usiruhusu nife mapema, nijalie neema nikale sehemu ya matunda ya taabu yangu katika kuwasomesha na kuwalea hawa watoto. Na kama ni kijana ambaye bado unajitafuta kwenye maisha, mwambie Mungu, wasaidie wazazi wangu kuishi muda mrefu, ili wakale sehemu ya matunda ya taabu yao kwenye maisha. Usiniangalie, andika. Wengine bado mnajitafuta, andika kwamba Mungu niwajalie wazazi wangu miaka mingi ya kuishi, wakale matunda ya taabu yao na taabu yangu kwenye maisha. Anaondokaje yule mama bado hajapanda hata lile gari ambalo Bwana atakupa lile zuri? Anaondokaje akiwa bado hajaona Mungu alipokupa familia, watoto wazuri na kila kitu kwenye maisha yako kinaendelea? Yani anaondokaje? Kwa mfano, yani naambia Mungu, yani anaondokaje sasa? Hapana. Naomba tuangalie kitabu kile cha Waamuzi sura ile ya 6 mstari wa 2 mpaka wa 5. Na Bwana akitusaidia, sijui kama muda wangu utanitosha, lakini sijui, nilitamani sana ningekufundisha pia mambo yanayoweza kuondoa ulinzi wa Mungu kwenye maisha ya mtu. Bwana akitupa neema, kwa sababu bado tutaona huko mbele. Waamuzi 6 mstari wa 2 mpaka wa 5. Anasema, mkono wa Midiani ulikuwa na nguvu juu ya Israeli, tena kwa sababu ya Midiani wana wa Israeli walijifanyia hayo mashimo yaliyo milimani na hayo mapango ya hizo ngome. Basi ikawa hapo Israeli walipokuwa wamepanda mashamba, wa Midiani wakakwea. Ona shida inapoanza kutokea. Na Waamaleki na hao wana wa mashariki wakakwea juu yao, wakapanga marago juu yao na kuyaharibu hayo maongeo ya nchi hata ufikapo Gaza. Wala hawakuacha katika Israeli riziki ziwazo zote, kondoo wala ng'ombe wala punda, kwa maana walikwea na ng'ombe zao na hema zao, wakaja mfano wa nzige kwa wingi wao, na ngamia zao pia walikuwa hawana hesabu, nao waliingia katika hiyo nchi ili kuiharibu. Biblia inasema Israeli walipokuwa wamemtenda Mungu dhambi, ikatokea ya kwamba wakawa wanalima, wanafuga, wanafanya biashara, lakini jambo la kushangaza, wakati ambapo matokeo ya taabu yao wameyapata, ndipo ambapo adui walikuwa wanakusanyana, wanakuja mataifa mbalimbali kwa wingi ili kuja kuwapokonya walioyapata kwenye mikono yao. Hawaji wakati wakiwa wanalima, hawaji wakati wakiwa wanafuga, wanakuja wakati wakiwa wameyapata
kwenye mikono yao. Ulinzi wa Mungu haukuwa juu yao kwa sababu dhambi ilifanyika kuwa sehemu ya maisha yao. Biblia inasema, na ndio ukiendelea mbele zaidi utagundua ni wakati ambapo malaika wa Bwana alipokuwa anamtokea Gideoni, ilikuwa ni wakati ambapo Gideoni amejificha akiendelea kuyahifadhi na kuyatunza yale mazao yaliyopatikana. Ulinzi wa Mungu ni wa muhimu sana kwenye zile shughuli ambazo tunafanya zinazotuletea kipato kwenye maisha yetu. Omba ulinzi wa Mungu kwenye kazi yako. Omba ulinzi wa Mungu kwenye biashara yako. Wengine mnafanya kazi kwenye mazingira ambayo yanakulazimu uwe unatoka na kwenda mahali kila siku umbali mrefu. Mazingira hayo ni hatari. Hamjasikia kuna mtu alitoka asubuhi anaenda kazini, jioni wanaleta taarifa ya msiba nyumbani, amegongwa na gari? Ulinzi wa Mungu ni wa muhimu. Kila siku unapotoka kwenda kwenye kazi zako, kwenda kwenye shughuli zako, mwambie Bwana, ninaomba ulinzi wako uambatane pamoja nami. Eneo jingine la 4 la kuombea ulinzi wa Mungu ni ulinzi wa Mungu kwenye familia zetu. Ulinzi wa Mungu kwenye familia zetu. Ulinzi wa Mungu kwenye familia zetu. Utaangalia kitabu cha Ruth sura ile ya 1 mstari wa 3 mpaka wa 4. Ruth sura ile ya 1 mstari wa 3 mpaka wa 5. Mstari wa 3 mpaka wa 5. Ruth 1:3 mpaka 5. Biblia inasema, akafa Elimeleki mumewe Naomi, na yule mwanamke akasalia na wanawe wawili, nao wakaoa wake katika wanawake wa Moabu, na jina la mmoja aliitwa Orpa na jina la wapili Ruth. Wakakaa huko yapata miaka 10. Wakafa na Maloni na Kilioni wote wawili, na huyo mwanamke akawa amefiwa na wanae wawili na mumewe pia. Biblia inaeleza habari ya Elimeleki mume wa Naomi, ambapo ilipotokea njaa katika Israeli, akili zake ndogo za kufikiri zikamshawishi akimbilie Moabu. Wakina Boazi wakaamua kubaki kwenye taifa lao, nchi yao ambayo Mungu amewapa, wakastawi na kufanikiwa huko. Lakini Naomi na Elimeleki wakaondoka wakaenda Moabu. Walipoenda Moabu, kumbuka Moabu ilikuwa ni nchi ambayo inaamini katika miungu, katika madhabahu za giza ili kufanikisha mambo. Na ukitaka kuijua Moabu vizuri, kumbuka Moabu ndiko kule ambako Balaki na Balamu walikuwa wanashauriana ili kuweza kuwaloga Israeli ili wasiendelee na nchi yao ya ahadi. Kwa hiyo jaribu kuelewa walienda kwenye nchi ya namna gani. Kumbuka Balaki ndio alikuwa mfalme wa Moabi. Kwa hiyo wameenda huko, maisha yakawa ni kama yanaendelea. Vijana wake wawili wa kiume wakaoa. Walipooa, Biblia inasema hivi, kabla hawajaoa baba yao akafa. Wakiwa wanaendelea wakaamua kuoa. Yule mama akafurahi ya kwamba watoto wangu wamekuwa faraja baada ya mume wangu kuwa ameondoka. Baada ya miaka 10 watoto nao wawili wakafa, akabaki na wakwe zake tu. Jaribu kufikiri ni uchungu kiwango gani. Unajua ni rahisi mtu anapowaona watoto hata kama baba yao ameondoka, kuna kafaraja fulani ndani. Yaani kuna namna anasema angalau basi nikiwaona wanangu moyo unafurahi. Shetani akasema haijaisha mpaka imeisha. Ameondoka Elimeleki, nitachukua na watoto, utabaki patapotea. Yule mama akapoteza kila kitu. Ni muhimu sana kuomba ulinzi wa Mungu juu ya familia. Wale ambao tumeoa na kuolewa, ni muhimu kuwategemeza wenzi wetu katika maombi. Anaweza akawa na mapungufu yake, anaweza akawa na madhaifu yake, lakini naomba nikwambie, akiwepo yupo. Akiwepo yupo. Ulinzi wa Mungu kwenye familia. Una wazazi, hata kama yuko mmoja mwingine hayupo, unao wote wawili, waombee kwenye maombi yako. Mungu walinde, Mungu watunze, Mungu wasaidie, ponya afya zao, linda maisha yao. Kuna watu hapa, baba yako au mama yako akiumwa, tayari we uchumi wako umeshatikisika, si ni kweli? Omba ulinzi kwenye familia yenu kwa ajili yao. Ni jambo la msingi, ni jambo la muhimu. Tuombe kwa ajili ya wazazi wetu. Omba, iweke hilo ombi. Kuna watu mna wazazi hapa, kama unaoomba kwa ajili ya wazazi wako,
omba kwa ajili ya mwenzi wako kama umeoa au kuolewa. Na 3, omba kwa ajili ya uzao wako kama unao watoto. Tumesema omba kwa ajili ya mwenzi wako kama umeoa au umeolewa, omba kwa ajili ya uzao wako, na kama hujaoa na kuolewa, omba kwa ajili ya wazazi wako. Omba ulinzi wa Mungu ukawafunike na kuyalinda maisha yao. Na niwaambie, moja ya kundi muhimu sana kuliombea kwenye familia ni wanaume. Mara nyingi nimekuwa nawaambia, wanaume wamegeuka kuwa shabaha ya adui kwenye dunia tulionayo. Fuatilia familia nyingi, wa baba hawapo, wa mama ndio wapo. Fanya tu tafiti ndogo utagundua. Nenda tu. Nyumba nyingi wamama wapo wanaendelea kulea familia, wanaume hawapo. Na shetani alivyo wahovyo, akishindwa kuondoa uhai wao, anachokifanya kwa wanaume, anahakikisha wanakuwepo lakini hawawajibiki kwenye nafasi na majukumu yao kama viongozi wa familia. Si ni kweli? Kwa hiyo tunapoomba kwa habari ya ulinzi kwa eneo la wanaume, omba mambo makubwa mawili: Mungu awalinde na kuwapa uzima, lakini jambo la pili, Mungu aamshe fahamu zao kutaka kuwajibika kwenye majukumu yao kama sehemu ya familia. Ni jambo la msingi sana. Kuna wanawake wengi ambao wameolewa, waume zao wapo, lakini wao ndo wanalipa ada, wao ndo wanalipa kodi ya nyumba, wao ndo wanafanya kila kitu. Kwa hiyo mtu ameolewa lakini ni kama amejioa au hana mume kabisa. Unajua ni bora ujue kwamba amekufa. Unajua ukishazika kuna namna unasahau. Msiba huwa unakuwa na uchungu wakati hatujazika marehemu. Tukishafunika tu makaburini, kuna hali huwa inaanza kutokea, tunakubali kwamba amefanya nini? Ameenda, si ndio? Hakuna kitu kibaya kama kuishi na maiti iliyo hai nyumbani. Mume ambaye hawajibiki kwenye familia, baba ambaye hawajibiki kwa watoto. Unaona baba yupo lakini hawezi kufanya chochote kwa ajili ya familia. Unapoomba, zikumbuke familia hizo, na kama ni ya kwako, mwambie Bwana, ninaomba mambo hayo ukayafanye, ukaamshe akili zao. Bwana asifiwe. Bwana asifiwe. Unaona kabisa ya kwamba una maeneo mapana ya kuomba. Mathayo 22 mstari wa 25 mpaka mstari wa 27. Mathayo 22 mstari wa 25 mpaka 27 anasema, basi kwetu kulikuwa na ndugu 7. Wa kwanza akaoa akafariki, na kwa kuwa hana mzao akamwachia nduguye mke wake. Vivyo hivyo wa pili naye, na watatu, hata wote 7. Mwisho wa wote yule mwanamke akafa naye. Narudia tena. Basi kwetu kulikuwa na ndugu 7. Wa kwanza akaoa akafariki, na kwa kuwa hana mzao akamwachia nduguye mke wake. Vivyo hivyo na wa pili naye, na watatu naye, hata wote 7. Mwisho wa wote yule mwanamke akafa naye. Ona namna ambavyo roho ya mauti ilikuwa inapita kwenye hii familia. Walikuwa watoto 7, lakini walikuwa wanakufa mmoja baada ya mwingine ndani ya muda mfupi, na mwisho wa siku familia nzima ikaondoka. Hivi mnaelewa kuna familia hazina watu wazima kwenye nyumba zao? Wote wamewekewa mpaka kwenye ulimwengu wa roho. Kuna umri hawawezi kuvuka, wanakufaga pale. Kwenye kila familia tunahitaji watu wazima. Huwa nawaambia siku zote wanangu, na naomba nirudie, mzee aliyekaa ndani ya nyumba ana uwezo wa kuona mbali kuliko kijana aliye juu ya bati. Mzee aliyekaa ndani ya nyumba ana uwezo wa kuona mbali kuliko kijana niliyekaa juu ya nini? Ya bati. Uzoefu wake kwenye safari ya maisha unatosha kukuelekeza na kukwambia jambo ambalo litakusaidia usirudie makosa walioyafanya. Vijana wengi leo, kwa sababu ya kusoma na kuelimika, baadhi yenu mnafikiri kwamba wazazi wako hawana kitu cha kukushauri kwenye dunia yako kwa sababu hawana viwango vya elimu kama ulivyo navyo. Niko hapa kukuambia wazazi wako wana uzoefu mkubwa wa maisha unaoweza kukusaidia kuliko elimu uliyoipata. Ndio nakwambia sasa. Safari aliyosafiri kwenye maisha inatosha kukuambia. Naomba niwaambie, teknolojia inaweza ikabadilika,
lakini kanuni za maisha hazibadiliki. Kanuni zile zile alizoziishi baba yako na babu yako wakaishi ndoa ya furaha pamoja na wenzi wao, kanuni hizo hizo ukiziishi vizuri leo zinaweza zikakupa matokeo mazuri. Teknolojia inaweza ikabadilika, ila kanuni zinazotawala na kuongoza maisha huwa hazibadiliki. Na naomba nikushauri jambo jingine, katika orodha ya marafiki na watu wa karibu ulio nao, hakikisha una watu wazima waliokuzidi umri kwa kiwango kikubwa sana. Ila usisahau hata wapumbavu wanazeeka kwa hiyo ni muhimu zaidi kumwangalia mtu, ukimuona unajifunza, maana hata wapumbavu wanafanya nini? Wanazeeka. Bwana Yesu asifiwe. Tunaelewana kanisa la Mungu Kwa hiyo ni muhimu sana kuomba kwa habari ya familia. Nakumbuka habari ya yule mwanamke ambaye Yesu alikutana naye kwenye lango la Naini, ambapo alikuwa anaenda akamkuta yule mwanamke kwenye lango la mji wa Naini akiwa anaenda kuzika mtoto wake. Biblia inasema Yesu akamponya. Nione hapa kama nitalipata hilo andiko kwa haraka. Luka 7 mstari wa 11 mpaka mstari ule wa 14 wa 15. Luka 7:11 mpaka 15 inasema hivi: baadaye kidogo alikwenda mpaka mji mmoja uitwao Naini, na wanafunzi wake walifuatana naye pamoja na mkutano mkubwa. Na alipolikaribia lango la mji, hapo palikuwa na maiti anachukuliwa nje, ni mwana pekee wa mamaye ambaye ni mjane. Ona hili jambo. Na watu wa mji wengi walikuwa pamoja naye. Bwana alipomuona alimuonea huruma, akamwambia usilie. Akakaribia akaligusa jeneza. Wale waliokuwa wakilichukua wakasimama, akasema, kijana na kuambia inuka. Yule maiti akainuka akaketi, akaanza kusema, akampa mama yake. Huyu mama alikuwa amepoteza mume. Alipokuwa amepoteza mume, amebaki na mtoto. Akimuona anajisikia furaha. Shetani akisema wewe haijaisha. Biblia inasema akapiga na mtoto akafa. Wakati akiwa anaenda kuzika, amefika kwenye lango la mji wa Naini, wanatoka ili kwenda makaburini, watu wakiwa wanasikitika pamoja naye. Yesu alipomuona akamuonea huruma, akamrudisha yule mwanamke katika hali yake ya furaha kwa kuponya mtoto wake na kurejea kwenye uhai wake. Inawezekana umepoteza mama, lakini yupo baba. Hebu amua kuomba ya kwamba huyu mzee hataondoka mapema mpaka wakati wa umri wake wa kuondoka umefika. Yamkini umepoteza baba, yupo mama. Mwambie Mungu, huyu mama asiondoke mapema, linda maisha yake, yatunze mpaka pale wakati wake utakapofika. Ni muhimu sana, ni muhimu sana, ni muhimu sana katika maombi yako. Unapoomba ulinzi, usiombe maombi tu general. Hapana, haiendi namna hiyo, haiendi hivyo. Eneo jingine la ngapi? La 5 tunaloomba ulinzi ni ulinzi wa Mungu kwa kanisa lake. Ulinzi wa Mungu kwa kanisa lake. Tutakapo tunaomba baadaye kwa habari ya ulinzi wa Mungu, tuombe ulinzi wa Mungu kwa kanisa lake. Watu wa Mungu, moja ya jambo ambalo kanisa sasa duniani linasumbuliwa nalo ni mafundisho potofu yanayoharibu mwenendo na maadili ya Wakristo. Moja ya tatizo au changamoto inayoshambulia kanisa la Mungu duniani katika siku tulizo nazo ni mafundisho potofu yanayoharibu mwenendo, maadili na tabia za Ukristo. Mafundisho mengi yameanza kujitokeza na walimu mbalimbali wa uongo wakijitahidi kwa nguvu kubwa kuanza kushusha viwango vya neno la Mungu na kuwaonesha watu ya kwamba wanaweza kuishi chini ya viwango vya neno na bado mbinguni wataingia. Wanaweza kuishi chini ya viwango vya neno na bado Mungu akafurahia. Mwambie mwenzako ni uongo. Tunapoomba juu ya ulinzi wa kanisa, tumwambie Bwana tulinde juu ya mafundisho potofu yaliyokusudia kuharibu hali zetu za rohoni na misimamo yetu ya imani kwa Mungu. Na mbaya zaidi, vijana wengi au Wakristo wengi katika siku tulizo nazo hawana uwezo wa kupambanua kati ya mafundisho sahihi na mafundisho potofu.
kati ya watumishi wa Mungu wa kweli na watumishi wa Mungu wa uongo. Hivi unajua leo watu wanaweza kuamini mtu ni mtumishi wa Mungu wa kweli kwa sababu ana watu wengi wanaomfuata na kumshangilia, hata kama anachoongea ni upumbavu. Ndio dunia tulio nayo. Hatujawa kama Wakristo wa Beroya. Kwenye kitabu cha Matendo Biblia inasema walikuwa wanamsikiliza Paulo, lakini walikuwa wanarudi wanayachambua maandiko, wanaangalia kama anayoyasema ni kweli. Hata nikiuliza hapa, wangapi huwa mnaenda kutafiti kwenye maandiko kujua ambacho mchungaji wako ninakufundisha ni kweli? Inawezekana hamna hata mmoja, ila unaamini tu kwamba kwa sababu ni mtu wa Mungu kila anachokisema ni kweli. Nikianza kufundisha ujinga hapa itakuwa ni ngumu sana kujua. Si umeshaamini kwamba siku zote baba anafundishaga ukweli? Mnanielewa eh? Ifike wakati tuwe ni watu tunaopenda wenyewe kusoma neno, tunaopenda wenyewe kuchambua maandiko. Hiyo ndiyo njia rahisi ya kujilinda dhidi ya mafundisho ya uongo kwenye kanisa. Njia rahisi ya kutambua fake ni kuijua original. Njia rahisi ya kuijua isiyo halisi ni kuijua halisi. Tunapoliombea kanisa leo kwa habari ya ulinzi, tumwambie Bwana, tunaomba ulilinde kanisa lako dhidi ya kila aina ya mafundisho potofu yanayoweza kuharibu mwenendo, tabia na maadili yetu. Tunaenda pamoja watu wa Mungu eh? Tunaenda pamoja watu wa Mungu eh? Okay. Na jambo jingine la pili la kuomba kwa habari ya ulinzi wa kanisa ni Bwana kutulinda na kila sheria, kutulinda na utengenezwaji wa sheria ambazo litazuia kusudi la Mungu kupitia kanisa kufanikiwa. Ulinzi kwa kumuomba Mungu kwa habari ya sheria zinazotengenezwa, utengenezaji wa sheria ambazo zikiwepo zinaweza kulizuia kanisa kutimiza kusudi la Mungu. Nyie watu wa Mungu, naomba niwaambie, kuna mataifa makanisa yapo lakini ni kama yako paralyzed. Ni sheria moja tu ikitungwa mahali ikapitishwa ya kwamba hakuna kufanya mikutano ya injili, my dear friend, hatuhubiri. Ni sheria moja tu ikiwekwa ya kwamba hakuna kutufanya ibada zenu na sauti ikasikika, mtakuwa mmekaa humu ndani kama vile mnasikia mmefungulia sabuufa na mna vyombo vikubwa humu ndani. Tunapoomba tumwambie Bwana, wanaokaa kwenye mifumo ya kimaamuzi, tunaomba ulinzi kwa kanisa kwa kuwasaidia kuto kupitisha sheria au taratibu ambazo zitalifanya kanisa kuwa dhaifu katika utekelezaji wa makusudi yake. Wakina Petro, wakina Paulo na wengine walikuwa wakienda kwenye baadhi ya miji, walikuwa wanakamatwa, wanapigwa na kuwekwa ndani, alafu wanawaambia msiende kuhubiri injili. Viongozi wameshasema. Ni vile tu walikuwa wanampenda Mungu na waliona ni heri kufa kuliko kuishi. Lakini nafikiri ikiletwa utaratibu huo leo, hata wakisema hapa sheria ikapitishwa ya kwamba ni marufuku watu kwenda makanisani Jumapili kuabudu na nyumba zote za ibada zifungwe, niamini mimi kuna watu wengi hawataabudu. Yaani huwa nikiwaangalia Waafrika wa nchi zetu hizi za Kiafrika hizi wa Kristo na kuwalinganisha na wale wa nchi za Kiarabu kule, watu wanaokubali kukatwa vichwa, huwa nikiwatazama huku ndugu zangu nasema Bwana, neema yako yatosha. Tunapoomba kwa habari ya ulinzi, ni muhimu tuombe kwa habari ya ulinzi katika eneo la kanisa, katika maeneo hayo makubwa mawili. Tuombeeni pia wachungaji, Mungu atusaidie, Mungu atuwezeshe tusimame katika kulifundisha lile neno katika ile kweli, tusifundishe uongo. Ngoja niwaambie, Ukristo na Upentekoste umeanza kuonekana kuwa dhaifu. Kwa nini? Kwa sababu imeonekana kwenye Upentekoste ndio mahali ambapo wajinga wote wanaweza kutumia hizo platform na vitu vikaonekana kwamba vinaendelea. Mnaelewa eh? Kwa sababu manabii wa uongo wanatokea wapi? Kwenye maeneo ya Upentekoste. Mitume wa uongo wanatokea wapi? Wanatokea huko. Kwa hiyo unakuta inasababisha hata ile injili ya kweli watu wanapofundisha wanaonekana kama na uni wote wababaishaji tu, hamna kitu, wapiga dili tu wao. Tuombeeni watumishi wa Mungu, Bwana atupe kunena kama sehemu ya ulinzi wake kwenye maisha yako, yale ambayo amekusudia. Ngoja nikwambie,
Ni fundisho moja potofu mahali hapa mchungaji wako nikiliachilia, utaliamini na kwenda kulifanyia kazi na litaharibu maisha yako yote. Kama ambavyo nikifundisha kweli unabadilishwa, na kuambia ni fundisho moja potofu linaweza kuharibu mfumo mzima wa Ukristo wako ukiliamini na kulifanyia kazi. Naomba tusimame.